Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Tunaendelea na mfululizo wa kitabu chetu cha sira Khulasatu Nurul Yaqin, na tupo katika sehemu ya kwanza bado, ad-darsu thani, darasa ya pili, somo la pili. Leo tunaendelea kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam katika upande wa nasaba yake, nasabuhu wa wafatu walidihi, nasaba yake kwa ufupi na kufa kwa baba yake. Waliduhu, baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Inaendelea nasaba yake katika mtiririko huo mpaka kumfikia Nabii Ismail ibn Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa ummuhu, na mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aminatu, anaitwa Bibi Amina bintu Wahbi, ni msichana wa Wahbi ibn Abd Manafi ibn Zuhra ibn Kilab. Tukiangalia nasaba ya baba yake Mtume na nasaba ya mama yake, kuna mtu anaitwa Kilab. Katika upande wa baba yake tuliona ibn Abd Manafi ibn Qusay ibn Kilab, na katika upande wa mama yake imekuja ibn Abd Manafi ibn Zuhra ibn Kilab. Kati ya Abd Manafi na Kilab tofauti yake ni Qusay, kule babani kuna Qusay na huko mamani kuna Zuhra. Fatashtami'u ummuhu ma'a walidihi, anakutana mama yake pamoja na baba yake fi jaddihi al-khamis, kwa babu yake wa tano, wa huwa Kilab, nani Kilab. Tukiangalia Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, yani babu yake wa tano katika upande wa baba yake ndiye huyo ambaye anapatikana katika upande wa mama yake ambaye ni Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu, na amefariki baba yake, wa huwa fi batni ummihi, akiwa Mtume katika tumbo la baba yake, ndani ya tumbo la mama yake, akiwa Mtume ndani ya tumbo la mama yake. Wa umruhu 18 sana, na umri wake kipindi anafariki baba yake Mtume, wakati anafariki baba yake Mtume umri wake ilikuwa ni miaka 18. Na hapo tumeona jinsi gani alivyooa mapema. Wadufina bil Madina, na akazikwa Madina. Walam yatruk lahu shay'an min almali, na hakumwachia chochote katika mali, kumaanisha ya kwamba mzee Abdullah ambaye ni baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwachia Mtume mali. Alikuwa ni mfanya biashara kama walivyo kawaida ya Waarabu, kwamba kazi zao za asli ni biashara. Kwa hivyo alitoka akamwacha mkewe akiwa ni mjamzito, akatoka kwa ajili ya kwenda kufanya biashara. Lakini hapo Madina, wakati anarejea, wakati yuko Madina pale, akapatwa na maradhi ya ghafla na akafa, ikawa ndo mwisho wake, na hakumwachia chochote isipokuwa alimwachia tu kijakazi. Aliacha kijakazi pale, ndo ambaye baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam tutakuja kuona hapo mbele atakuja kunufaika naye. Alkhulasa, ufupisho wa haya tuliyosoma. Abuhu, baba yake Mtume, Abdullah, ni Abdullah ibn Abdul Muttalib, ambaye ni mtoto wa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni babu yake Mtume. Wa ummuhu, na mama yake Aminatu bint Wahbi, ni bibi Amina binti Wahbi. Yaltaqi nasabuhuma, inakutana nasabu yao wawili hao, yani baba yake na mama yake, fi jaddihi al-khamisi, kwenye babu yake wa tano katika mtiririko wa babani. Mata abuhu, alikufa baba yake Mtume, wa huwa fi batni ummihi, hali ya kuwa Mtume yu ndani ya tumbo la mama yake. Wallahu a'lam.